Nusu fainali inaweza ikawa ni Senegali dhidi ya Misri ama Mali dhidi ya Ivory Coast dhidi ya Senegali, vyovyote vile. Lakini huu upande wa pili unaonekana ndio upande ambao watoto wa mtaani wanasema upande dume sana. Mshindi kati ya Cameroon na Morocco na mshindi kati ya Algeria na Nigeria. Kwangu mimi hao ndo watakutana nusu finali na ndo tunaweza tukaona nani anaenda kuibeba ndoo. Kwa naona upande huu ndo upande huu ndo unatoa mbebaji ndoo. Kwa namna performance walizokuwa nazo, kwa namna timu zao zilivyo, unaona wana kitu cha ziada. Lakini kitu ambacho tunakiangalia kwenye robo finali, unajua mechi ya Cameroon dhidi ya mwenyeji Morocco. Watu wanaipa Morocco kwa namna tulivyoiona. Lakini kama kutakuwa hakuna vitu vya ajabu, kwangu mimi naiona mwenyeji anaishia safari yake hapo. Kwa namna uchezaji wa Cameroon ulivyo, namna Cameroon inavyopambana bila kutegemea majina ya wachezaji walionao. Wana kitu cha ziada ambacho pengine mwaka huu wamekuja surprise. Ukitoa zile kabla ya mashindano haikupewa nafasi kutokana na namna walipokuja kwenye mashindano yenyewe, namna uhitaji wa vikosi ulikuwa na migongano hapa na pale. Lakini ndani ya uwanja wamekuja kuonyesha kitu cha tofauti sana. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tunaenda kuona robo finali ya timu 8 ambazo ziko na ubora sana. Isipokuwa mimi baadhi ya timu naziona pengine hapa zilipo zinaweza kurusha taulo mapema. Kwa mfano Mali tumeshataja, Mali na Senegali ni mzani ambao unaona unaweza kuwa tofauti sana. Kwa namna Senegali wanavyocheza tunaona na kitu cha zaidi kuliko Mali. Isipokuwa Mali tunaona hata kuingia kwake imekuwa ndio zile tunasema timu inaunga kwa sababu unaangalia hata kwenye group stage hajashinda hata mechi moja. Imepata sare 3 na imeingia kwenye hatua ya mtoano ambayo ni ya 16 bora. Nako imekuja kucheza na Tunisia lakini paka dakika 120 paka kwenye penalti unasifu labda pia pengine ubora wa golikipa Djigui Diarra ambaye aliweza kuficha michomo miwili kati ya mitatu ambao watatu ulitoka nje. Kwa hiyo kuna vitu vya ziada pengine unaviona kwenye hizo timu, lakini Mali unaona hivi vitu haina. Ukija ukiangalia mechi nyingine ya nusu finali ya robo finali kati ya Misri dhidi ya Ivory Coast. Unaona Misri ya mwaka huu unaiona kama vile si kali sana kama ambavyo ilivyokuwa huko nyuma. Zoe inashimika kwa sababu ni mabingwa wa kihistoria, wamechukua ubingwa huu mara nyingi kuliko taifa lolote, lakini bado unaona hawana uwezo zaidi wa kusema kwamba unaipa asilimia yeye kwa timu namba 1 dhidi ya Ivory Coast. Ndio maana anarudi kwenye pointi nilosema kwamba mshindi kati ya Cameroon dhidi ya Morocco na mshindi kati ya Algeria na Nigeria, kwangu mimi hawa naona ndo wanaweza kwenda kutoa picha ya nani anaenda kuwa bingwa wa msimu huu. Lakini katika hali yote ya kawaida, mataifa yote 8 ambayo yamebaki mpaka sasa hivi ni mataifa ambayo yamedeserve kwa namna ambavyo walikuwa wakicheza, ukiachana na Mali tu pengine ambaye alionekana ndo mwenendo wake ulikuwa wa kusuasua mpaka kufika hapa alipofika. Lakini historia inaonyesha, ukiangalia kwa mfano Ivory Coast ni bingwa mtetezi. Mashindano yaliyopita ambaye alikuwa mwenyeji na alianza kwa kuunga hivi anaunga hatua sare, hata kuingia kwenye hatua ya 16 aliingia kama best loser, lakini alikwenda mwisho siku akachukua lile kombe. Kuna kitu ambacho jana wameonyesha kwangu mimi nimeona cha ziada sana. Yaani tangu mashindano yao yameanza walipoingia walikuwa hawana performance iliyo bora kama siku ya jana. Jana wamecheza mechi iliyokuwa nzuri sana na mpaka kuweza kuingia kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo bado unaona ni robo finali unaweza kusema hazitabiliki. Zote tunazileti katika madaraja kutokana na performance ilizopo kwenye mashindano msimu huu, lakini hatua inayoingia robo finali kila mtu anajua kabisa kwamba hii ndo naenda kupoteza. Kwa hiyo sina namna kwamba ninapocheza vyovyote vile nahitaji ni ushindi. Hakuna kitu ambacho cha ziada. Unajua tofauti na group stage huko unaona kwamba nitafungwa, lakini nikikusanya labda katika mechi 3, nikikusanya let's say labda alama 6, tayari inakuwa nimeweza kwenda hatua inayofuata. Hii ni kwamba ukifungwa umeondoka. Kwa hiyo bado zinaenda kuwa robo finali zilizo bora, lakini zinakutanisha mataifa yaliyo bora na wachezaji walio bora na walioimarika zaidi katika mwaka huu wa mashindano ambao tunaona kuna vitu vya ziada katika mataifa yote 8 yaliyobakia. FM.